Na msikilizaji wangu, hujambo na karibu katika simulizi yetu nzuri ya Mhudumu katika sehemu ya 4. Nakumbuka kwa wewe ambaye ulianza kufuatilia tangu sehemu ya kwanza mpaka leo hii sehemu ya 4, nadhani tuko pamoja. Lakini kwa wewe ambaye bado hujasikiliza sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni vyema kaanza kusikiliza sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu ili kujua simulizi yetu inahusu nini. Katika sehemu ya 3 tuliishia pale ambapo Sandra baada ya kuokota kile kitambulisho cha kaka yake Mr. J alijaribu kumkimbilia lakini ilishindikana. Basi leo katika sehemu ya 4 inaanza kama ifuatavyo. Sasa nipeni majibu ya mzigo, maana tusije kutoa pesa mwishoni wa siku mzigo uwe feki. Si mnajua tunakwenda kufanya kazi na Wataliano, kwa hiyo kama tukiwapelekea kitu sio, tutaisha wote. Ilikuwa ni sauti ya kibabe kutoka kwa Mr. J ambaye alikuwa akiwasemesha vijana wake. Mzigo wenyewe kabisa bosi. Si unajua tena mimi huwa nikionja kitu najua hiki ni OG au feki. Sasa biashara inaweza kwenda kufanyika vizuri sana. Hakuna shida kabisa Mr. J. Basi sawa. Andaeni magari na vijana wa kutosha. Twende tukafanye kazi usiku huu. Hatuna muda wa kupoteza. Sawa bosi. Na msikilizaji wangu, Mr. J alikuwa ni kijana ambaye tayari akili yake imeharibika tangu kuuawa kwa mpenzi wake. Nani mpenzi wake? Mpenzi wake msikilizaji wangu alikuwa anaitwa Sanduna. Hivyo alijikuta akili yake inafanya mambo mabaya kila kukicha. Na kwa wakati huo alikuwa akijihusisha na biashara ya madawa ya kulevya. Kiufupi alikuwa ni mtu wa ovyo ambaye serikali ilikuwa inakesha kumnasa. Na ilikuwa inapambana kumnasa na ushahidi ili kumpandisha kizimbani. Maana alikuwa akijificha chini ya kivuli cha kampuni ya kusambaza mafuta. Baada ya siku kama 3 kukamatika, Sandra alifanya uchunguzi na kugundua mwenye kitambulisho kile anapatikana wapi. Hivyo alifunga safari kuelekea huko ili kumpatia kitambulisho chake. Na msikilizaji wangu, lakini mbaya zaidi siku hiyo Mr. J naye alikuwa kwenye kampuni ya kaka yake. Kaka yake alikuwa amepoteza kitambulisho. Na wakati huo alikuwa tayari amempasua vibaya sana, kwani wote walikuwa ni mmoja wa watu ambao walihusika katika kifo cha mpenzi wake Sanduna. Najua kwamba familia yote mlihusika katika hili. Sasa sitaweza kuwahukumu mpaka nipate mhusika mkuu ambaye ndiye amesuka mpango wote wa kumuua mpenzi wangu. Alafu baada ya hapo ndipo nitasafisha wote, Mr. J alisema kibabe. Wakati huo mkono wake ulikuwa umeenea damu, maana kichapo ambacho alimpatia kaka yake kilikuwa ni cha hatari sana msikilizaji wangu. Baada ya kumaliza kutoa vitisho, alitoka nje kwa hasira, lakini wakati anafika kwenye korido aligumiana uso kwa uso na Sandra ambaye alikuwa ameongozana na mlinzi wa getini. Macho makubwa ya Sandra yalitua kwenye mkono wa kulia wa Mr. J ambao ulikuwa umeenea damu na ulikuwa ukitetemeka. Na hii msikilizaji wangu ilimfanya Sandra aingiwe na hofu sana. Na taratibu alianza kurudi nyuma kwa hofu. Ila Mr. J alivuta kumbukumbu binti huyo alimonea wapi. Na ndipo alikumbuka alikuwa ni mwanamke ambaye alimfanyia upuzi mkubwa sana. Taratibu alianza kumsogelea huko akiwa ni mwingi wa hasira. Sandra alikuwa mwoga haswa msikilizaji wangu. Alianza kurudi nyuma taratibu kwa hofu. Lakini mwisho kabisa alifika ukutani. Hakuwa na uwezo wa kurudi nyuma tena. Ndipo Mr. J alikunja ngumi kwa nguvu, kisha akapiga ukutani kwa hasira, mpaka ikapelekea Sandra kupiga kelele za hofu. Hakuna mlinzi yoyote ambaye aliweza kuingilia jambo hilo, maana walikuwa wakimfahamu vyema sana Mr. J. Alikuwa ni mtu wa namna gani. Kumwaga damu ya mtu kwake kilikuwa ni kitu kidogo sana. Ni sawa na kuvunja biskuti au kuchana karatasi. Naona sasa unaendelea kufuata njia zangu. Sasa hii ni mwanzo na mwisho. Naomba kaa mbali na mimi, la sivyo nitakufanya ujute maishani yako yote. Mr. J alimpiga Sandra mkwala wa hatari, lakini Sandra alibaki kumshangaa mwanamume huyo.
maana yeye alifika hapo kwa jambo lingine kabisa, lakini si kumfuata yeye. Na kitu kingine msikilizaji wangu, Sandra hakujua kama Mr. J alikuwa mahali hapo. Lakini mimi sitaki kujua, ila nimekwambia kaa mbali na mimi, la sivyo nitakufanya kitu kibaya endapo kileta pua yako mbele ya macho yangu tena. Mr. J alimaliza kuzungumza na kumwacha Sandra, kisha alitoka nje akiwa mwingi wa hasira. Nyuma Sandra alishusha pumzi ndefu, maana alihisi kufa. Hii inaonyesha ni kiasi gani mwanaume yule alikuwa anatisha sana. Endapo ukikutana naye ni sawa na kukutana na simba mwenye njaa kali sana msituni. Samahani madam, lakini ndivyo alivyo yule jamaa. Yaani akija hapa ni mtu wa fujo sana mpaka tushamzoea. Mlinzi alimtuliza Sandra, lakini muda huo kaka wa Mr. J naye alikuwa anatoka kwenye ofisi yake, huku akifuta damu zilizokuwa zimetapakaa usoni mwake. Na hii ni baada ya kutembezewa kichapo na Mr. J. Sandra baada ya kumuona Gilbert, haraka alipiga hatua ndefu kumsogelea, lakini tayari alikuwa amefahamu ni nani aliyemfanyia hivyo. Ni Mr. J. Basi taratibu za huduma ya kwanza zilianza kufanyika. Na mwisho msikilizaji wangu, Sandra ndipo alimkabidhi kitambulisho chake. Samahani sana, najua kwamba nimekuingilia kwenye majukumu yako ya kazi, lakini nimekuja kukupatia kitambulisho chako. Pia pole kwa yote ambayo yamekutokea hapa, ila yule mwanaume ni kichaa sana. Maneno ya Sandra yalimfanya Gilbert kutabasamu. Usiseme kitu chochote kumuhusu, kwa sababu utajikuta unaingia kwenye matatizo makubwa sana binti. Kikubwa tu ni kushukuru kwa kunipatia kitambulisho changu, maana ni cha muhimu sana katika maisha yangu. Hakuna haja ya kusema asante, kwa sababu ni usamaria wema tu ambao nimekufanyia. Acha basi niende zangu, maana kuna sehemu na wahi. Kwa hiyo Mungu akipenda tunaweza kuonana siku nyingine. Sandra baada ya kusema hayo aliyesimama na kuondoka, lakini Gilbert naye alisimama kwenye mlango na kumsindikiza, kwani Sandra alifanya wema mkubwa sana kwa Gilbert. Hivyo Gilbert alitokea kuvutiwa sana na Sandra, kwani alikuwa ni mwanamke mmoja mrembo sana, ila tu ni vile alikosa matunzo msikizaji wangu. Hapana Gilbert, utakiwa kusumbuka kunisindikiza mimi, kwa sababu hatari yako yenyewe sio nzuri. Kwa hiyo subiri madaktari waje wakupatia huduma. Acha mimi niende, maana nina haraka sana. Okay sawa, uwe na safari njema. Basi msikizaji wangu, Sandra na Gilbert waliagana, kisha kila mmoja alichukua time yake. Sasa msikizaji wangu, tuje upande wa Mr. J. Mr. J alikuwa amefika kwenye kambi yake, ambapo ndipo mambo yake ya uhalifu yalikuwa yakifanyika. Alishangaa kukaribishwa na maiti ya vijana wake watatu ambao walikuwa wamekufa kwa kupigwa risasi, na walipigwa risasi sehemu mbaya sana, yani vichwani mwao. Mr. J aliwatazama vijana wake wengine kwa zamu na kuhoji ni nani ambaye alikuwa amefanya upuzi huo wa kuua vijana wake. Bosi, ni wale Wataliano wakiongozwa na mzee Janga. Tena sio hivyo tu kwamba wameua wenzetu, bali pia wamechukua mzigo wa silaha ambao tulikuwa tunasafirisha kwenda Kongo. Kwa hiyo ile safari imekufa, kijana mmoja alijibu, na kumfanya Mr. J kucheka sana, kana kwamba habari hizo zilikuwa za kufurahisha kwake, lakini kwa kweli zilikuwa ni habari za kuumiza sana. Alipiga hatua mbili kumsogelea kijana huyo, kisha akamshika bega. Najua unafahamu wapi ambapo mzee Janga anapatikana. Sasa andaa wenzako, leo usiku tunaenda kwenye kambi yake na kuhakikisha tunapata silaha zetu. Basi Mr. J alihitimisha na kuondoka kurudi zake hotelini, lakini alikuwa ni mtu mwenye hasira sana siku hiyo, kwani mzigo ambao alikuwa amepoteza ulikuwa na gharama kubwa sana, takribani milioni 2 za Kimarekani,
ambazo kwa pesa ya Kitanzania ni kama shilingi bilioni 5 hivi. Sasa huku upande wa Sandra alirudi nyumbani kwao akiwa na hasira sana. Hata Sada shoga yake alimshangaa, maana hakumzoea kumuona katika hali hiyo. Sandra, hebu niambie basi rafiki yangu, unajua unavokaa kimya nashindwa kufahamu umepatwa na nini? Au huyo mwanaume ambaye ulimpelekea kitambulisho amekuzingua? Ni heri angekuwa huyo, lakini nimekutana tena na Mr. J. Na sio tu kwamba nimekutana naye, ila amenipa vitisho kwamba siku nyingine nisitokee mbele yake. Sasa hii ina maana gani? Yaani mimi niwe naishi tu kama kuku, nikimuona nikimbie? Hapana, kwa kweli sitaweza kuwa mjinga kiasi hiki. Sandra aliongea kwa jaziba. Kiukweli hakuwa binti ambaye anapenda unyonge, bali alipenda sana uhuru wake. Ni sawa Sandra, kuishi kwa kumwogopa mtu ni kitu kibaya sana, kwani kila mmoja na uhuru wake. Lakini acha nikukumbushe kwamba mwanaume huyo ni mtu mbaya sana. Sasa ni heri utii kile ambacho anasema. Sasa kama ukipuuza utajikuta kwenye matatizo makubwa sana shoga. Sada msikilizaji wangu alimsisitiza Sandra, lakini Sandra hakuwa tayari kuwa mnyonge eti kisa Mr. J. Lakini usiku ulipotimu, Sada ambaye ni rafiki yake wa Sandra alipata appointment ya kukutana na mpenzi wake. Hivyo alimwacha Sandra na Nisha wakiandaa chakula. Kisha aliondoka zake kwenda kukutana na mwanaume aliyekuwa akimpenda kuliko kitu chochote maishani mwake. Kwa hiyo nataka kuniambia mpenzi, kwa sasa umefukuzwa kazi? Sada alihoji kwa mshangao baada ya mpenzi wake huyo kumpatia taarifa za kushtua sana. Yes, nimefukuzwa kazi. Na sio kufukuzwa tu, lakini pia kodi yangu ya nyumba imeisha. Yaani hapa ninavyoongea na wewe sina sehemu yoyote ya kulala, maana mwenye nyumba amenitolea vitu vyangu nje. Sasa nimekuja kwa kukuomba msaada mpenzi wangu, naweza kupata hifadhi kwa usiku huu, alafu kesho nitajua nafanya nini. Noeli, unajua nakupenda sana, tena sana mpenzi wangu, lakini kukupa hifadhi kwangu ni ngumu kwa sababu nina wageni huko tayari. Kwa hiyo kama itawezekana, jaribu kuongea na yule rafiki yako Damasi akupe hifadhi kwa usiku huu, naamini atakuelewa. Sada alimshauri Noeli, ambaye alionekana kuchukia sana kiasi kwamba alisimama ili kuondoka. Lakini Sada alimshika mkono na kumsemesha kwa upole. Jamani mpenzi wangu, ina maana ndio umechukia hivyo? Okay sawa, niambie nifanye nini? Unajua ni kiasi gani nakupenda mimi. Sihitaji chochote kutoka kwako, na endapo nikitoka hapa, basi jua wazi kwamba mimi na wewe ndio basi tena. Maneno ya Noeli yalimshtua sana Sada. Alimbembeleza sana, na mwisho Noeli ilibidi sasa amwambie ni kipi ambacho alikuwa anataka. Lakini kitu ambacho alimwambia kilimshtua sana Sada, kwani Noeli alitaka hao wageni ambao walikuwa nyumbani kwa Sada waondoke ili apate nafasi ya kwenda kulala pale kwa usiku huo. Hapo mwanzo ilikuwa ngumu sana kwa Sada, lakini kutokana na mapenzi ya kweli alikubali. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo sina la ziada katika sehemu ya 4 ya simulizi yetu ya Mhudumu. Ni kipi ambacho kitafuata? Je, Sandra na ndugu wake watafukuzwa? Nini hatima ya Sada na rafiki yake Sandra? Yote utayapata katika sehemu ya 5. Usikose msikilizaji wangu. Nikukumbushe kwa wewe ambaye labda haujasubscribe katika channel yetu, jaribu kusubscribe kabisa ili uwe wa kwanza kupata simulizi nzuri kutoka Mwinola TV. Kwenye maiki ulikuwa nami yule msimuliaji wako Leonard John.